Unaangalia GKU Habari. Uchumi kwa kawaida huwa linaendana na hali ya hewa iliyopo. Kwa kuendana na hali ya hewa hiyo, kwa mara nyingi huwa tuko karibu na wale ambao wana mamlaka ya kutuambia kipi kinaendelea au kipi kinatarajiwa kuendelea katika hali yetu ya nchi. Kwa hiyo Jeshi la Kujenga Uchumi kwa mwaka huu wa masika, kwa maelezo ya wanaomiliki mamlaka za hali ya hewa, wametuambia kwamba mvua za mara hii zitakuwa ni kubwa. Kwa hiyo tujiandae na tulime kulingana na hali ya tunayotarajia. Huko nyuma tulikuwa tunalima vipando kwa kiwango kikubwa, na bahati mbaya hali ya hewa vile ikawa inatusumbua, lakini kwa mwaka huu tumejiandaa vile kulima, ingawaje tunaiogopa sana hali ya hewa. Kwa hiyo kutokana maelezo ambayo tumepewa na mamlaka, mvua zitakuwa ni nyingi. Kwa hiyo tutalima vipando ambavyo vina uwezo wa kustahimili mvua, na zile sehemu ambazo kwa upande wetu Zanzibar mvua zinakuwa ni chache. Kwa hiyo tulikuwa na imani kwamba uchache wa mvua kwa sehemu hizo, hata ikiwa sehemu nyingine ni mvua kubwa, kwa hiyo tunaweza kufanikiwa. Vipando ambavyo tumekusudia kuvilima ni viazi vitamu, tutavilima katika kambi za Bambi. Mhogo tutalima kambi za Machui, lakini kuna vipando ambavyo vinategemea mvua zaidi ni mpunga, tutavilima katika kambi 3 Unguja na Pemba. Tutalima Msaani, tutalima kwa kiwango kidogo sana kwa Pweza, lakini tutalima kwa kiwango kikubwa kambi za Unguja, Cheju na Upenja. Hizo ni kambi ambazo kwa kawaida huwa tunazilima mpunga. Vile kwa vile tunategemea mvua nyingi, tunapunguza baadhi ya maeneo. Zaidi tunakwenda katika kambi yetu ya Bambi ambayo tutalima mahindi, tutalima karanga kwa maana ya njugu nyasa, lakini tutalima viazi vitamu kwa kambi hizo ambazo mvua zinapokuja katika miaka ya nyuma kabisa, ikiwa mvua ni nyingi sana. Na tunakumbuka kuna mwaka tulilima tungule katika kambi ya Upenja. Kutokana na hali ya hewa kwa na mvua nyingi, zile tungule zote ziliharibika. Sasa kwa kuwa tulipata hiyo dosari, tukaona kwamba haina haja kwa kipindi cha masika kulima vipando vya mboga kwa wingi, kwa sababu si vipando ambavyo vinakubali katika hali ya hewa ya mvua kubwa. Ingawaje mwaka jana tulipata athari hii, si kwa sababu ya mvua kubwa, lakini kwa ukosefu wa mvua. Mvua zilikuwa hafifu, tukafeli kiasi katika kilimo cha mpunga na kadhalika, kwa sababu tu mvua hazikuwa zile za kutosha. Hata viazi vitamu tulivuna katika mvuno mdogo kabisa. Hii imetupelekea, kwa vile wenzetu wameshatuambia kwamba mara hii mvua zitakuwa ni za kutosha, kwa hiyo tutajikita zaidi kuvilima vile vipando ambavyo vinategemea mvua zaidi, na kwa kutegemea mapato yawe makubwa zaidi. Vipando vya mboga si rafiki na mvua kubwa. Ni mvua zinazohitajika ni zile ndogo au ziwe ni wakati wa baridi, pale utavuna vizuri. Sasa
kwa kipindi hicho ambacho tulipata athari hiyo, si wadudu, lakini kutokana na kutuama kwa maji katika maeneo, vile vipando ambavyo tulivipanda vilikufa total. Sasa hatuwezi kurejea kitu ambacho tumeshaambiwa na mamlaka. Kwa hiyo hatutoendelea na kupanda vipando hivyo kwa kipindi hicho, isipokuwa tutavipanda vile tu ambavyo tuna uhakika vinakuwa na ustahimilivu kwa ustahimilivu wa mvua. Tumetenga ekari hazipungui 500 na ambazo tumeshazifanyia kazi sasa hivi ni kama ekari 300, bado ekari kama 200 ambazo sasa hivi nazo tunazifanyia kazi kila mwaka. Kwa mwaka huu tunategemea kulima miti ya misitu. Tutalima mivinje pamoja na mikeshia katika kambi ya Bambi kwa kiwango cha ekari kama 50, 25 mivinje, 25 tutapanda mikeshia, ikiwa tu hali ya hewa iko kama tulivyoitarajia, kwa sababu hata hiyo miaka ya nyuma, kama kwa mfano mwaka jana tulilima ekari kama 30 hivi, tumeharibikiwa kutokana na mvua kwa adimu, na hivyo ni vipando ambavyo vinategemea mvua. Kwa hiyo utegemezi ule tumefeli. Kwa hiyo sasa kama mwaka huu utakuwa kiwango cha mvua kiko vizuri, nasari tushaziandaa, tunasubiri mvua inyeshe na kuweka mbegu si kikwazo, kwa sababu kwa mfano kuna baadhi ya vipando kila msimu huwa tunaweka mbegu mapema. Kwa mfano viazi vitamu, sasa hivi tumeshajiandaa kuvipanda viazi vitamu katika ekari kama 80. Kwa hiyo mbegu tayari tumeshaiandaa, tunayo, tunasubiri muda ufike tuipande. Hata katika vilimo vingine, kwa mfano kama kilimo cha misitu, nasari za misitu tunaziweka wenyewe, na hatuna kwamba tuende kwa mtu tukanunua tukachukua. Kwa hiyo tumeshajiandaa miche na kila kitu, kwa hiyo tunasubiri muda ufike sisi. Kwa maandalizi ya mashamba tunazo trekta ambazo tunazitumia, ikiwa tu inategemea na hicho kilimo ambacho tunakwenda kukilima. Kwa kesi ya misitu hatuwezi kuingiza trekta katika maeneo ambayo yana mawe. Kwa hiyo hapo tunatumia majembe yetu ya kawaida, lakini kilimo chetu tunachokitumia zaidi ni trekta kwa sasa hivi. Zinauzwa kama kawaida, ingawaje hatuna bidhaa ambazo zitafika mwaka mzima kwa kipindi hichi. Kutokana na hilo, yani tunapofanyia kazi ndipo tunapoziuza hizo bidhaa. Kwa mfano kwa kesi za mpunga, kipindi ambacho tunalima mpunga tunauza katika kambi zetu za Upenja pamoja na Cheji. Mboga tunazilima sana kambi za Bambi Kimu na Bambi Matola. Huko ndiko ambako unaweza kuzipata kesi zetu za mboga pamoja na matunda. Kuna muhogo tunaulima kambi yetu ya Machui kwa biashara, lakini kambi nyingine zitakuwa zinalima katika hali ya kawaida tu, kwamba tunafunga mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tutalima kiwango kidogo kwa zile kambi ambazo hazijawekwa maalum kwa kilimo cha muhogo. Hizo watakuwa wanalima kwa
kesi ya kama ya futari. Lakini kamba ya Machui, hiyo ndio kamba ambayo imetengwa kwa kilimo cha muhogo pamoja na migomba. Kwa hiyo naweza kusema tena kwamba kwa Jeshi la Kujenga Uchumi, vilimo vyote ambavyo vinalimwa Zanzibar, hapo mbele tuna plani ya kulima vilimo viwili ambavyo vilikuwa vinalimwa Zanzibar zamani, tumeona kwamba vimepungua ukulima wake, ni kilimo cha bizari pamoja na tangawizi. Kwa hiyo hicho kilimo tunataka kuendesha. Jeshi la Kujenga Uchumi limepewa majukumu na serikali ya kulea vijana pamoja na ujenzi wa taifa. Na nikisema ujenzi wa taifa na kusudia kwamba ni huo uchumi wenyewe. Kwa hiyo tumepewa majukumu ya kuwafundisha wananchi kwa njia ya kupitia vijana. Kwa hiyo wananchi, nawaomba sana watuletee vijana, kwa sababu vijana ambao tunakuwa nao kwa muda huu wachache, na imani kwamba vijana wako wengi ambao wanazagazaga mitaani bila ya kuwa na kazi yoyote. Jeshi la Kujenga Uchumi lina uwezo mkubwa wa kuwabadilisha hao vijana na kuwaweka katika kuwa nao ni wachumi. Kwa hiyo nawaomba wananchi watuletee hao vijana, tuwatengeneze au tuwatengenezee maisha, ingawaje hatutowapa maisha ya ajira ya serikali, lakini tutawapa maisha ya ajira yao binafsi. Ukimpa kijana uwezo wa kujitegemea, basi utakuwa umemsaidia zaidi kuliko kumpa uwezo wa kutegemea. Kwa hiyo nawasihi sana wananchi wawalete vijana wao katika Jeshi la Kujenga Uchumi, ili tuwatengenezee hao vijana wawe ni wananchi bora hapo baadaye. Kwa upande wa Mamlaka ya Hewa, kwa vile na wasihi tu kwamba wajue kwamba tuko pamoja nao. Jeshi la Kujenga Uchumi kila siku sisi tunasikiliza habari zao. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kutufungua macho kabla, kwa sababu unawezekana ukafanya kazi hujui mbele kuna nini, ukala hasara. Lakini kwa vile wanaanza kutufungua macho mapema, mbele tunatarajia kuwa na mvua kubwa au tunategemea kuwa na jua kali. Kwa hiyo Jeshi la Kujenga Uchumi linajua kwamba mara hii tufanye nini katika maendeleo ya taifa na kiuchumi kwa ujumla. Kwa hiyo tunawaomba mamlaka wasisite, wazidi kufanya hiyo shughuli ya kutuangalizia nchi na kwendaje. Ikiwa kuna badiliko watujuvye, ili na sisi tuweze kufanya kazi zetu.